na mauaji ya wakili huyo Chalo Mbobu. Tuelekee katika masuala mengineyo ambapo Waziri wa Usalama wa Taifa Kipchumba Murkomen ameahidi kuanzishwa kwa operesheni ya kuondoa silaha mikononi mwa wananchi, hasa kusitisha mizozo unaoshuhudiwa baadhi ya sehemu mpakani mwa kaunti ya Migori na Narok. Akizungumza katika ziara ya usalama eneo la Nyanza, ametaja kuwa mzozo unaoshuhudiwa eneo la Angata Barakoi na katika mpaka wa kaunti hizo mbili umechochea ongezeko la visa vya mauaji ya maafisa wa umma na wananchi majangili wakitumia silaha wanazomiliki kinyume cha sheria. Aidha, amewaomba wale wanaomiliki silaha zozote kuziwasilisha kwa hiari katika vituo vya polisi karibu nao. There are serious security challenges that we continue to witness in Migori County, particularly between the Migori County and the Narok County. And this is the question of land. This conflict is also complicated by the fact that there are persons who have acquired illegal firearms, which are used to perpetuate crime. We are very sad to note that some of these illegal firearms have led to killing of public officers and also citizens. And just a few weeks ago, we lost our assistant chief in this county as a result of attacks that were perpetrated by criminals who have illegal firearms. Therefore, we have resolved today that the Inspector General of Police, herein represented by the Deputy Inspector General, Mr. Gilbert Masengeli, is going to they are going to carry out intelligence-led operations to make sure that all the illegal firearms are removed from hands of civilians.